Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, kwa dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Baadhi ya vijana jijini Dar es Salaam wadai washirikishwe zaidi kwa vitendo katika shughuli za kiuchumi badala ya maneno matupu ili waweze kupambana na tatizo la ajira linalowakabili. Wakizungumza na Kurasa, vijana hao wamesema wakipata nafasi katika shughuli za nchi za kiuchumi zinazoendana na umri wao zitaondoa changamoto yao ya ajira. Serikali labda ingeunganisha wale wanaotafuta watu wa kuajiri na sisi ambao tunatafuta hiyo ajira. Katika uongozi tumeona kuwa kuna nafasi nyingi sana zipo. Kwa mfano sasa hivi kuna kugombea udiwani. Tumeona mwaka uliopita ulikuwa na masuala ya uongozi wa serikali za mitaa. Kwa vijana nao wanatakiwa wajitoe kwa hali na mali katika nafasi kama hizo. Kwanza sababu inayosababisha vijana tunakosa ajira ziko sababu mbalimbali, mfano ukosefu wa ujuzi, ukosefu wa kifedha, tunakosa mikopo, pia ni ukosefu wa miundombinu ambao inaweza kutufanya sisi kama vijana tuweze kufikia malengo yetu katika soko la ajira. Tuendelee na Kurasa. Mabasi ya abiria yanayofanya safari zake kati ya Geita kuelekea Kagera yamebainika kuwazidishia nauli abiria, na baadhi ya mabasi hayo kushindwa kutoa tiketi mtandao kwa abiria. Akizungumza na Kurasa, kaimu afisa mfawidhi wa LATRA mkoa wa Geita, Mkia Juma Manyanga, amesema waliokutwa na makosa hayo wamepigwa faini kiasi cha shilingi 250,000. Kwa mujibu wa sheria, kwa ambao tumewakuta na makosa, kwa mfano waliozidisha nauli, tumewachukulia hatua, tumewaandikia faini ya shilingi 250,000. Na kuna ambao wengine pia huwa wanaingilia njia za watu wengine kutoa huduma ambayo kwenye njia leseni zao zijainishwa. Unakuta kwa mfano mtu amekatiwa tiketi, gari anaenda Bukoba mpaka Karagwe, lakini unamkuta wamempakia kwenye gari ya Bukoba mpaka Mtukula. Dereva ambaye ataendesha spidi kuanzia 99 na kuendelea, tunamfungia leseni kwa muda wa miezi 3, lakini pia inaweza kuwa ni zaidi ya hapo kulingana na alivyotenda makosa hayo. Tumebaini baadhi ya wahudumu wa mabasi hawajatoa tiketi mtandao, lakini tumebaini baadhi ya magari hayana mikanda kabisa. Kwa hiyo tumeshauri na tumefikisha kwenye wasimamizi wa sheria ambao ni jeshi la polisi na LATRA, wameweza kuchukua hatua. Kwa hiyo tiketi yote ambayo haina jina la abiria, haina nauli kamili, hiyo tiketi ni feki, sio halali. Sio tu kwamba inamnyima abiria haki zake, bali pia hata serikali pia inapoteza mapato yake. Tumalizie Kurasa kwa hili. Wananchi na wafanyabiashara pembezoni mwa barabara ya Tabata Matumbi, wilaya ya Ilala, jijini Dar es Salaam, wamelalamikia juu ya uchafu unaotolewa kwenye mitaro na kutelekezwa kando ya barabara hizo. Wamesema kuwa licha ya usafi kufanyika, lakini uchafu huo umekuwa ukitelekezwa na kurudi tena kwenye mitaro hiyo ya maji, hali inayosababisha uchafu kujaa kwa haraka. Kuhusu usafi na mazingira kwa ujumla, kwamba hawa wenye mamlaka ya kuzoa hizi taka, kwamba tunaweza tukasema wanakosea na wanakaribisha magonjwa mengi sana ya mlipuko. Kwa sababu gani? Hizi taka wanawaruhusu wananchi kwamba watoe taka. Wanapotoa taka, lakini hizi taka hazitolewi kwa wakati. Ni bora kipindi hichi sasa jua linawaka, lakini kipindi cha mvua pale ngambo unakuta hadi kuna wadudu kabisa pale wanatoka pale. Naona mazingira, japo rais aliondoka Magu alikuwa na sheria zake za kila Jumamosi tufanye usafi, na sasa hivi sheria zile kama hakuna, ila kimazingira kwa sasa hivi kidogo uchafu Dar es Salaam umepungua. Hao ambao wanaweka takataka, wakija wanarundika takataka huko sehemu ambazo watu wanakaa pale, wanafanya biashara, lakini wanarundika takataka na si kwa muda maalum ambao wanaweza wakazibeba hizo takataka. Naona wanakaa siku wanayotaka, wanakuja kubeba takataka, na si wanapozisafisha takataka nyingine zinaingia kwenye mitaro tena. Na tumekufungulia na kufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa siku hii ya leo,
Mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.